Juma Abdul, wewe ukiwa miongoni mwa mafullback ambao walifanya balaa kubwa sana kwenye nafasi ambayo umecheza. Pengine labda utuambie kwa namna ambavyo unaangalia hiki kizazi cha sasa hasa kwenye nafasi ya fullback. Wanakwama wapi pengine kuwa bora kwenye nafasi ambazo wanacheza? Kwanza mimi naweza nikasema sio tu kukwama, nadhani kuelewa. Unajua kuna muda hata kwenye mchezo wa mpira unahitaji mahesabu. Mahesabu yako kama unayafanya vizuri, of course moja kwa moja unaweza kufanya kitu ambacho kilichokuwa bora. Mimi ni fullback, najua wakati huu movement ambazo washambuliaji wanafanya, huu mpira saizi natakiwa ni ukate, uzunguke kwa mafullback wa mbele, steka kutane nayo. Time, vitu vingi ambavyo vitu ambavyo vinavyowashinda muda ambapo anaporeceive mpira hajanyanyua macho kuangalia movement zikoje. Hicho ndio kitu kwanza kikubwa, kuinua macho. Unaporeceive tu ball kama fullback, kuinua macho kuangalia hapa na dribble. Washambuliaji wangu hawajafika katika zoni ambayo ilikuwa nzuri. Una dribble, na katika kudribble usitaki kudribble sana, kwa sababu unapodribble sana katika mchezo wa mpira ukiwa katika eneo la fullback unatumia energy kubwa. Piga pass, ingia kwenye space ili upate movement kubwa ya kuweza kukimbia speed. Unajua unapokimbia na mpira ukimbii speed sana, lakini unapopiga ule pass kwenye space na kuomba ule mpira kwenye space, kitendo cha wewe kutoka hapa kukimbia kufuata mpira kwenye space pale, unakuwa una speed kubwa kuliko unavokota kukimbia na mpira. Wengi sasa hicho kitu sasa hivi hawakifahamu, lakini pia mafullback wengi wanaamini cross inapigwa unapofika katika eneo la box. Unapofika kwenye eneo la box, ile sio cross, ile ni v-pass. Unaangalia sehemu gani nitoe pass nipige pass kwa nje au nipige chopping. Zile sio cross. Cross zinapigwa huku mwanzo wa kibendera au wakati una dribble katikati ya pembezoni mwa uwanja kwenye check line. Zile ndio zinaitwa cross. Cross zinatokea mbali. Lakini kama unataka kudribble kuingia mpaka kwenye box, zile sio cross. Pale sasa unakwenda kufanya maamuzi ya kupiga pass ya mwisho ambayo yuko clear, kwa sababu kitendo cha wewe kuingia kwenye penalty box pembezoni, ina maana pale wewe uende kupiga cross, pale unakwenda kupiga pass either ya goli, pass ambayo inaweza kusababisha goli kama mabeki watakuwa hawako understand kuiondoa hiyo hatari ambayo wewe umeipeleka. Kwa hiyo vitu kama hivyo mafullback wengi ndio wanashindwa, wanakosa. Mbona hivi karibuni fullback klabu ya Yanga Shadrack Boka amepata maneno mengi sana kwa mashabiki wakisema kwamba magoli ya hivi karibuni hasa kwenye ligi ya mabingwa yanatokea upande wake. Nadhani utakuwa umeangalia hizi mechi. Unamzungumziaje pia Shadrack? Mimi binafsi kwa swala la Boka, kwanza Boka ni mmoja fullback ambaye mimi nampenda jitihada zake uwanjani. Unajua ukiwa unacheza katika eneo la fullback, kitu cha kwanza ambacho kama wewe ni mlinzi, kitu cha kwanza ambacho unachotakiwa kukifanya wewe kuhakikisha katika eneo lako la ulinzi liko salama. Hicho ndio kitu cha kwanza. Kitu cha pili ni kusasa ile surprise kwenda kufanya muunganiko na midfield pamoja na attacking. Zile tunasema ni surprise, kwenda kuongeza namba kwenye eneo la mpinzani. Lakini jukumu la kwanza Boka analifanya kwa ufasaha zaidi, kuweza kufanya marking, kuweza kufanya kuhakikisha katika eneo lake la kiulinzi linakuwa liko salama. Kitu ambacho Boka anachokosea, nadhani ile speed yake anayotoka nayo kutoka nyuma, anapofika pale mbele kutaka kufanya haraka ya kuweza kupiga ule cross pasipo kujua kwamba huu mpira na upeleka wapi. Mahesabu yake ndo anapokuwa anafeli. Anapofika katika eneo la mwisho, yeye analazimisha kupiga cross pasipo kuangalia kwamba hii cross nampelekea nani, hii cross naipiga na izungurusha itakwenda sehemu ambayo kuna mchezaji wangu, ama sehemu ambayo itakuwepo iko salama kwa mchezaji wangu kufika na kuweza kuscore. Ndio hicho kitu Boka anakosa, lakini kwenye maeneo mengine yote yuko sahihi. Lakini nimeangalia mechi ya juzi dhidi ya Farabat, lile goli, of course watu wengi kweli wanamlaumu Boka, wanasema kwamba akukaba. Unajua ile scenario ni kitendo cha haraka. Imepigwa mpira, umeokolewa, baada ya kuokolewa ukamkuta striker wa Farabat. Kitendo cha akati Boka body language yake ilikuwa inaangalia mpira unapotokea. Wakati ule mpira unahama sasa kuja kwa mfungaji wa goli, kitendo cha mfungaji wa goli alivyo receive moja kwa moja akashuti. Boka kitendo chake cha kufikiria kwamba ngoja niende, tayari mtu kashashuti. Kwa hiyo alichokifanya yeye ni kutandika reli.
Baada ya kutandika reli, ile reli haikuweza kumsaidia, moja kwa moja ule mpira ukawa umepita na ukapoteza direction ya goalkeeper kuona ule mpira, moja kwa moja ukaingia golini. Kwa hiyo hizo ni vitu ambavyo katika mpira vinatokea, sio kwamba kupelekewa malalamiko moja kwa moja kwamba yeye ndo kasababisha. Sikuona kosa lake yeye kama beki wa mwisho. Of course kama ule mpira angekuwa amereceive kwenye chest, ameuacha umedunda chini, amejitengea vizuri, amepiga, of course una maswali ya kumuuliza Boka. Why ukwenda kufanya challenging pale kabla ule mpira yeye hajauweka sawa? Lakini kitendo cha mpira ule unahama, mtu ka receive kapiga moja kwa moja. Kwa hiyo huwezi kumlaumu. Binafsi siwezi kumlaumu. Yes. Na ni fullback gani upande wa klabu ya Young Africans ambaye unaona anajitahidi pengine labda anaweza kupata nyayo zake? Kwa mafullback wa Dar es Salaam Africans kiukweli wote wanacheza vizuri sana. Hasa ya Okwasi. Mimi napenda kile ambacho anachokifanya. Kwenye ulinzi anafanya kazi yake kwa ufasaha, kwenye ushambuliaji anafanya kazi yake kwa ufasaha, lakini tu kuna vitu vidogo ambavyo mimi naweza nikasema kama atataka kujifunza basi anaweza kaja kuwa fullback mzuri sana. Kwa sababu ya Okwasi mara nyingi aamini cross kama inaweza ikapigwa huku na dribble tu mpira. Aamini. Yeye anachoamini cross nzuri ni ile na dribble na upiga mpira mbele pale na uona ule pale ndo unakwenda kupiga cross. Na mafullback wengi wa Kitanzania wanaamini hicho. Hawawezi kupiga cross huku akiwa na dribble. Ndio kitu mimi ambacho nasema na washinda mafullback wengi wa Kitanzania. Cross unaweza kuipiga huku na dribble, kuto kumpa mawazo ya defender kujua kwamba huyu wakati huu anapiga. Lakini ukiweza kudribble ule mpira na kuupiga ukasema naenda kuupiga pale cross, moja kwa moja unamtengenezea mazingira ya goalkeeper kujua kwamba ule mpira anakuja kupiga cross. Kwa hiyo kwenye timing zake kama mahesabu yake atakuwa yako mazuri, moja kwa moja atakuja anakwenda kudaka. Lakini kama utapiga cross pasipo goalkeeper kujua au madefender kujua kwamba hii cross hizi inapigwa, hapo sasa ndo magolikipa wengi anatoka anakuja kuona ule mpira hawezi kufikia. Kitendo cha kurudi nyuma ndo washambuliaji kama wataingia katika huko wavuni. Kwa hiyo mafullback wengi wa Kitanzania walichokuwa nacho, kitu kizuri ambacho walichokuwa nacho, wana uwezo wa kuweza kushambulia na kupiga zile cross ambazo mpaka ifike kwenye penalty box. Lakini cross mara nyingi cross nyingi ambazo mimi naona wanashindwa kuzipiga, zile cross ambazo zinatokea mbali. Kama huku kwenye Kibendera, zile cross mara nyingi sijawahi kumuona fullback yoyote wa Kitanzania anapiga zile cross. Wao mpaka mwisho wa Kibendera imesogea hapo ka dribble kapiga cross. Au kitu kingine ambacho mafullback wengi wa Kitanzania ana dribble afu anausimamisha mpira, arudi nyuma ndo apige cross. Pale unachelewesha mambo kuwa mazuri kwa sababu kitendo cha kusimamisha defender anajiandaa. Kitendo wewe umedribble kifika kunja kabla defender hajajua, lakini ukiusimamisha ule mpira yeye anakuwa anajua kabisa akausimamisha, anarudi nyuma anataka kupiga cross. Kwa hiyo anakuwa anajiandaa. Ni rahisi sana wao kuondoa hiyo hatari katika zoni yao. Sawa, kwa mwisho na kwa umuhimu, Young Africans unampa asilimia ngapi kwenda robo final? Kiukweli kwa msimu huu kwa timu zote za Kitanzania, nadhani imekuwa kama kiukweli kwenye asilimia. Unajua ogopa sana kutegemea mtu mwingine ashinde. Hiyo ni mbaya. Lakini kwa mfano mechi ya mwisho Yanga yeye mwenyewe binafsi angekuwa anahitajika kushinda hata goli 5, nilikuwa nampa asilimia hata 70. Yanga goli 5 angeweza kuzipata. Lakini sasa hapo scenario iliyokupo hapo ni kutegemea kwamba sisi tushinde, Al-Ahly naye amfunge yule. Kiukweli hapo kwenye asilimia ni ngumu sana. Yaani hapo ni kumuomba Mungu kama itakuwa bahati kwa Tanzania sisi kwa msimu huu unapokutoa hata timu hiyo moja, hapo tunaweza tukasema Young Africa anaweza akapita. Lakini kiukweli kabisa ukiangalia group lilivyo, ukiangalia pointi watu lilivyo, na hiyo ni mechi ya mwisho, mechi ya maamuzi, kusema ukweli kwa asilimia ni chache sana kwa Yanga kwenda robo. Sio kwa Yanga tu, kwa hizo timu zote. Hata Azam FC hata asilimia sidhani kama ipo, kwa sababu Manyema anakwenda kucheza na Nairobi ambaye ni kibonde, amepoteza mechi zote. Manyema anaenda kucheza naye kwake. Funga ana pointi 12. Pointi 12 head to head, ambapo Azam kwa mfano akimfunga Wydad kwenye head to head, Wydad yeye hapa Manyema alimfunga Azam goli 2. Kwa hiyo cha kwanza wanaangaliaga head to head. Head to head mkifanana wanakwenda kwenye magoli. Kwa hiyo ukiangalia hapa Manyema head to head, Manyema alimfunga ana faida, alimfunga Azam goli 2.
tunakuja hapo hapo. Wydad ameshinda na pointi 12. Sasa hivi ana pointi 12. Amemfunga hapa Azam goli ngapi? Goli moja. Kwa hiyo Azam anatakiwa kushinda pale ushindi wa goli 3. Kwako wewe, katika mindset yako wewe, je, Azam anaweza kumfunga Wydad goli 3 pale nyumbani kwao? Simkatie tamaa. Atumkatie tamaa mtu, na kwenye mpira chochote kinaweza kutokea. Kama nyumbani alishindwa kupata alama hata moja, basi hivyo hivyo kwa Wydad ambaye ni timu kubwa ambayo inajua radha ya mashindano haya, inajua radha ya kucheza hatua ya robo finali, na wako kwao ni mchezo wa mwisho, basi jua na wao wanajua hiyo mechi wanahitaji nini, ndio ugumu wake ulipo. Sawa, tumalize na song. Nimeambia kama sio kuwa footballer ungekuwa mwimbaji. Warai ningekuwa mwimbaji. Unajua mimi zamani nilikuwa madrasa, nilikuwa naimbaga sana kasida. Na kaswida nilikuwa natungaga hata mimi. Unajua wengi wa vijana wa Morogoro wanapendaga kuniita J Tuda au Manikish Entertainment au J West. Walinipa majina mengi ni kutokana nilikuwa na vipaji vingi. Unajua zamani pale madrasa nilikuwa nimekabidhiwa mic, nilikuwa naimbaga sana kaswida. Na kaswida ambayo nilikuwa napendaga kuimba ni kaswida ya harusi. Naimba kidogo au sio? Kara Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama annikahu min sunnati faman rahiba an sunnati wa raisa minni. Basi inatosha. Inatosha hiyo. Umeona? Kwa hiyo vitu hivyo vyote tulikuwa tunajua, watu wengi walikuwa naamini naweza nikaja kuwa msanii, lakini mimi binafsi choice yangu ilikuwa kwenye football. Maiza na dabi. Dabi. Machi moja. Kiukweli machi moja kati ya Simba na Yanga ni mechi ngumu sana. Si mechi ambayo itakuwa rahisi. Hasa ukiangalia maingizo mapya ya Simba ambayo walofanya, lakini pia ukiangalia kwa Dar es Salaam Young Africans ubora walokuwa nao. Ni mechi ngumu na ni mechi ambayo huwezi kuitabiri nani anaondoka na alama 3.